Karibu katika maombi ya funguo 10 za maombi yako na familia yako. Ikiwa Mungu amekupa neema familia, basi niwakaribishe katika maombi ya funguo 10 za maombi. Wakati huu ni wakati mzuri wa kuchukua Biblia yako, notebook yako, ili tuweze kusoma pamoja neno la Mungu na tuweze kupata nafasi nzuri ya kuomba. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Ninaamini Mungu ametupa nafasi ya kuingia kwenye kipindi kizuri cha maombi. Basi funika macho yako, inua imani yako, tufungue kwa maombi. Mungu Baba, tumekuja mbele zako. Asante kwa kutupa nafasi nyingine ya ibada. Tunajikabidhi mikononi mwako katika ibada hii. Tunaomba Roho Mtakatifu katuhudumie. Tuko tayari kupokea kutoka kwako. Tupe wepesi wa ibada na tuko tayari kupokea yale yote utakayotuagiza. Katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu tena kwa jina la Yesu. Karibu sasa rasmi tuingie kwenye wakati mzuri wa kusikia neno la Mungu. Tunazo funguo 10 za maombi ambazo zitatusaidia katika kuomba kwetu. Kwa nini nimetumia neno funguo? Tunapoongelea funguo, ni kifaa special au maalum kinachowezesha kufungua mlango, kufuli au mahali fulani palipofungwa, na kifaa hicho kinakuwa ni rasmi kwa ajili ya mlango huo. Hivyo katika ulimwengu wa roho yako mageti na milango kadha wa kadha. Kuna wakati unaweza ukataka kuendea mlango fulani, lakini kama umefungwa na funguo hauna, utajikuta umebaki nje. Nimekuandalia funguo 10 ambazo zitakuwezesha kuyafikia mageti na malango ili kuweza kufikia malengo au mahitaji ambayo unataka uendee mbele za Mungu. Tambua kwamba tunapotaka kumwendea Mungu, Mungu yupo na anapatikana, lakini zipo njia maalum au utaratibu maalum ambao unatakiwa tuupitie ili kumfikia Mungu. Hata unapotaka kupeleka hitaji lako mbele za Mungu, lazima upitie funguo au malango kadha wa kadha ili kumfikia Mungu katika mahitaji yako. Ni kweli kabisa, kuna wakati unaweza kuwa na maombi ya dharura. Unahitaji kumfikia Mungu kwa dharura kwa sababu ya changamoto au nyakati fulani ambazo unapitia. Ni kweli kabisa, unaweza kutumia funguo ya dharura. Lakini katika utaratibu wa kawaida wa kiimani, tunahitaji kupitia mageti kadhaa ili kumfikia Mungu katika mahitaji au mambo kadha wa kadha ambayo tunahitaji Mungu atusaidie katika majukumu yetu au maisha yetu ya kila siku. Unanisikia pengine baba, mama, pamoja na watoto na ndugu kadha wa kadha. Pengine mmekaa pamoja, mnataka msikilize nini Mungu anasema na maisha yenu. Nimetaka kukuambia na nataka niwaambie, kuna funguo au kuna mageti maalumu ya kiimani, ya kimaombi ambayo inatakiwa tuyajue ili kuweza kupeleka mahitaji yetu na pengine kumfikia Mungu katika haja za mioyo yetu. Mara nyingi tumekuwa tukikurupuka katika kuomba. Tunasahau kwamba kuna utaratibu muhimu ambao Mungu ametuandalia. Kuna utaratibu mzuri ambao Mungu ametuandalia. Hata Bwana Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, wakamwambia, Bwana, tufundishe kuomba. Aliwafundisha kwanza kuyatanguliza mapenzi ya Mungu na kutamani mapenzi ya Mungu yatimizwe kabla ya kupeleka mahitaji yao ya kila siku. Tunatambua kwamba tuna mahitaji mengi, lakini kuna utaratibu mzuri wa kuomba. Leo namwomba Mungu akufungue, akuondolee usingizi, akuondolee uchovu, akupe wakati mzuri wa kuweza kuelewa mambo mazuri yanayohusiana na mambo ya kimungu. Roho Mtakatifu ni muhimu katika maombi yetu na katika fundisho letu hili. Nikukaribishe sasa kuweza kufahamu hizo funguo 10 ni zipi. Nitaanza na funguo ya kwanza. Unapotaka kuomba au tunapotaka kuingia kwenye maombi yetu, tukumbuke lazima kuanza na funguo hizi. Zitatusaidia kuweza kuona ukuu wa Mungu katika maisha yetu. Funguo yetu ya kwanza ni shukrani. Tambua ya kwamba funguo ya shukrani au mlango wa shukrani ni mlango muhimu, unaweza kufanya Mungu akuamini na akuwezeshe katika mambo makubwa. Ikiwa umekuwa mwaminifu katika mambo madogo, Mungu atakuamini katika mambo makubwa pia. Unahitaji kumshukuru Mungu hata kwa uhai uliokuwa nao. Tambua kwamba kile kitanda ulichokilalia wakati unaumwa ukatoka salama, kuna mwingine alilala akafa. Haina maana kwamba ulitenda mambo mazuri kuliko mtu mwingine. Tambua kwamba ile ajali ambayo ilitokea wewe ukatoka salama, wengine wakapata madhara. Ile hali ambayo ilitokea Mungu akakuepusha, si kwa ujanja wako, lakini kuna mambo mengi ambayo Mungu ametutendea ambayo tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante. Zaburi ya 100 mstari wa 4. Kitabu cha Zaburi sura 100 mstari wa 4. Soma pamoja nami. Ingieni malangoni mwa Bwana au mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu, mshukuruni. Anasema imidini jina lake. Tunahitaji kuingia mbele za Bwana kwa shukrani. Tunahitaji kuingia kwenye malango ya Bwana kwa shukrani. Tumeona kuna mlango huu unaitwa shukrani. Ingieni malangoni mwake kwa shukrani au kwa kushukuru. Kwa tunapotaka kumwendea Mungu, lazima tuanze kwa kushukuru. Liko geti la shukrani.
ambalo linataka uanze kushukuru. Mshukuru Mungu hata kama uone aliyokutendea. Mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu nakushukuru, umenilinda, umenitetea katika mengi. Mzazi unanisikia, una wanafunzi wako wameenda shule, wamerudi salama. Pengine mnanisikia, kuna mambo ambayo Mungu amewaepusha, mengi Mungu amewatendea. Mshukuruni Mungu. Kipato ambacho Mungu amewapatia, chakula ambacho Mungu amewapatia, kuna wengine wamekosa. Mshukuruni Mungu. Kwa hiyo geti la kwanza ni shukrani. Geti la kwanza na ni muhimu, shukrani. Nitaenda kwa haraka kwa sababu ya muda. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari wa 18. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Tunahitaji kumshukuru Mungu kwa kila jambo, hata kwa mabaya, hata kwa magumu, hata kwa nyakati ambazo tunaona kwetu hazikutufurahisha. Tunahitaji kumshukuru Mungu. Unanisikia mzazi na wanafunzi na watoto, mnanisikia, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu amekusaidia. Hata kama kuna changamoto zimetokea, mwambie Mungu nakushukuru kwa sababu umeruhusu hizo changamoto. Naamini kwamba mimi naweza nikazifuka, nikazishinda, na Mungu atakusaidia. Lango letu la pili ni lango la rehema. Lango la rehema ni lango muhimu sana. Sisi ni wanadamu, tunamkosea Mungu katika mengi. Hivyo unapotaka kumwendea Mungu ni vizuri kujitakasa, kuomba utakaso utokao kwa Mungu. Omba Mungu akusamehe. Kabla kupeleka mahitaji yako na mambo mengi ambayo unatamani Mungu akusaidie, ni vizuri kumwambia Mungu akurehemu, akutakase. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9 anasema kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata tuondolea dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tunahitaji Mungu aturehemu, Mungu atutakase, Mungu atusamee kabisa. Na wakati unaomba lango la rehema, unganisha pamoja na lango la kumwalika Roho Mtakatifu. Baada ya kupata rehema, mwalike Roho Mtakatifu. Yohana 14 mstari wa 26. Yohana 14 mstari wa 26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Tunamhitaji Roho Mtakatifu aweze kutufundisha, aweze kutukumbusha, na tukumbuke kwamba Roho Mtakatifu ndio msaidizi anayetusaidia kuomba. Natambua kwamba kanisa na watu wote tunaoamini kwa sasa tuko chini ya Roho Mtakatifu. Yaani kati ya kitu ambacho kipo karibu yetu kuliko vyote, mojawapo ni Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio yupo. Biblia inasema kwamba Yesu alituachia Roho Mtakatifu alipokuwa anaondoka. Kwa hiyo tunapoomba uwepo wa Yesu, tunamuomba Yesu ashuke. Yesu anashusha uwepo wake, ashuki yeye, lakini Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Yupo tunapomwita na tusaidia. Yeye ndio kiunganishi. Kwa hiyo huwezi kumkwepa Roho Mtakatifu. Baada ya kuomba rehema, unamuunganisha na Roho Mtakatifu ili maombi yako yaende vizuri. Lakini lango letu la tatu ambalo ni muhimu, unafungua anga. Tunasema lango la kufungua anga, kuondoa uzito. Kufungua anga na kuondoa uzito. Unakuta wakati mwingine unaanza kuomba, unakosa nguvu ya kuomba. Ni kwa sababu hujafungua anga, hujaondoa uzito, hujalikamata anga, hujaliteka anga. Kwa hiyo unakuta unapatana uzito mwingi. Kwa hiyo unapotaka kuomba, fungua anga, pasua mbingu, fungua malango ya mbingu, na utaona uwepo wa Mungu utakuwa juu yako, na mbingu zitashuka na zitakuhudumia, na Mungu atakusaidia. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo 18:18, aminini nawaambia, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa na mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa na mbinguni. Kwa hiyo tunatakiwa kuyafungua. Fungua anga, tiisha wakuu wa anga, na Mungu atakusaidia. Jambo la 4 ni kukemea kila nguvu za giza. Hapa ndipo tunapovunja kila nguvu za giza. Baada ya kulifungua anga, tunachukua silaha zote, tunateka nguvu za kiroho, tunaanza kupiga sasa, tunaanza kushindana sasa, tunaanza kuharibu kila ufalme wa giza, tunaharibu kila uchawi na uganga, kila maagano ya kipepo. Hapo ndo tunafyatua, kwa sababu tayari tuna mamlaka zote. Tulipofungua anga, tukaingia mbinguni, katika ulimwengu wa mbingu, tukateka silaha, tunateka silaha za kiroho, tunaingia sasa vitani. Sasa hapa penye vita tunatakiwa tujue kwamba tunashindana katika ulimwengu wa roho, na Mungu ni mwaminifu, atatusaidia katika funguo hizi 10 ambazo Mungu ametubarikia. Basi utatumia kitabu cha Luka sura 10 mstari wa 19. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Kwa hiyo tunaingia katika ulimwengu wa roho, tunaenda kuangusha, tunaenda kukanyaga, tunaenda kupiga, tunaenda kupindua, tunaenda kuharibu. Unapiga, unavunja, unateketeza, unabomoa, unang'oa kila mapando, unang'oa kila uzito. Kuna vitu vimekufunga, kuna magonjwa yamekufunga,
umefunga, kuna roho ya hofu imekuingia, kuna magumu yanaendelea kwenye familia, uchumi umefungwa, wanafunzi hawaelewi shuleni, unavunja kila uzito wa masomo, unavunja kila uzito wa kutokuelewa, roho za utundu, roho za giza. Kuna mahitaji ya familia mko nayo, mnahitaji Mungu awasaidie, mnaomba pamoja, mnavunja kila mipango ya shetani na Mungu atawasaidia. Fungu yetu ya 6 au jambo letu la 6, unaingia sasa baada ya kuvunja na kuteka. Sasa unapeleka sasa mahitaji yako baada ya kuharibu kila ufalme wa giza. Unamwambia sasa Mungu unahitaji kukusaidia nini? Kitabu cha Wafilipi sura 4 mstari wa 19, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Kristo Yesu ana kila kitu na Mungu atatusaidia katika mahitaji yetu yote. Mathayo 6:11, utupe leo riziki yetu ya kila siku. Kwa unamwambia Mungu kama unahitaji hiki, unahitaji Mungu akuinue hiki, unahitaji Mungu awasaidie hili jambo na lile kwenye familia, unalipeleka sasa, unaliomba kwa imani na Mungu ni mwaminifu, atawasaidia. Lakini jambo la 7 ambalo ni muhimu pia, baada ya kufanya maombi binafsi, unaingia maombi ya kuombeana. Mnaingia kuombeana. Mzazi unaombea watoto, watoto naombea mzazi, mnaombeana. Mlio mahali hapo mnashikana mikono, mnaombeana, mnawekeana maombi mbalimbali, mnatamkiana baraka, na hili itakuwa ni jambo muhimu. Mithali 22 mstari wa 6 anasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo unaweka msingi sasa, mnaombeana, unawafundisha watoto kuomba, mnaombeana. Lakini pia ni muhimu sana kwa sababu utakuwa umetengeneza jambo kubwa katika ulimwengu wa roho. Mnaombeana, ombeaneni ninyi kwa ninyi, ombeaneni ninyi kwa ninyi ili mpate kuponywa, maana kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa imani. Kwa hiyo unahitaji kuomba kwa imani, unahitaji kuomba. Lakini 9 ni kuzingira na kuweka ulinzi. Baada ya kuomba hayo, unazingira na kuweka ulinzi, unazingira. 34 mstari wa 7 Zaburi, 34 mstari wa 7 Zaburi, malaika wa Bwana hufanya kituo akizunguka wale wa mchao na kuwaokoa. Kwa hiyo Bwana yuko pamoja nawe, atakuokoa. 54:17 Isaya, kila silaha itakaofanyika juu yako haitafanyikiwa. Kwa hiyo unamwambia Mungu naweka ulinzi. Na fungu yetu ya 10 na ya mwisho, tena tunarudi kwenye shukrani ya maombi. Tunarudi kwenye shukrani ya maombi kama kuhani. Unakuwa umesimama kama kuhani wa familia. Baada hapo unaanza kumshukuru Mungu kwa yale yote ambayo mmeyaomba. Kumbuka tulianza na shukrani na tunamalizia na shukrani ya maombi. Yale maombi ya kwanza tulikuwa tunamshukuru Mungu kwa matendo makuu. Hapa tunamshukuru Mungu kwa yale yote ambayo ametutendea, na Mungu atakuwa pamoja nasi na atatusaidia. Biblia inasema nasi kwenye kitabu kile cha Marko 11 mstari wa 24, anasema kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote mtakayoyaomba mkisali, aminini ya kwamba mmeyapokea, nayo yatakuwa yenu. Waebrania 11 mstari wa 1, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yanayotarajiwa, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo unaomba shukrani mbele za Mungu kwa imani, unaamini imekuwa, maana mmejikabidhi mbele za Mungu, mnamshukuru Mungu, na kama ni wakati wa kuendelea na majukumu mengineyo, basi mnaweza mkaendelea. Tayari Mungu atakuwa amekutana na mahitaji yenu. Basi kwa sababu tumetumia muda mrefu katika kuelezea, tutaingia kwenye maombi, na kila mmoja anaingia kwenye maombi ili Mungu aweze kukutana pamoja nasi. Kila mmoja sasa afungue kinywa, uanze kuomba. Kama unasikia nguvu ya kuomba inapotea, piga hata makofi, simama, tembea, anza kumshukuru Mungu sasa. Simama, mshukuru Mungu. Baba, mbele zako tumekuja kwa maneno ya shukrani. Asante kwa ulinzi wako uliokuwa pamoja nasi. Unaweza kupiga magoti, unaweza kumshukuru Mungu kwa namna yote ile. Mshukuru Mungu sasa, mwambie Mungu asante kwa neema yako, kwa ulinzi wako, kwa kibali chako, kwa uweza wako ambao umekuwa pamoja nasi. Mshukuru Mungu sasa, mshukuru Mungu. Tumia kinywa chako kumshukuru Mungu. Tunakushukuru Bwana kwa kuwa umetufadhili na kututendea mambo makubwa. Yale ambayo umeyatenda kwetu Bwana hayahesabiki. Umetenda mambo mengi mema, mambo mengi mazuri. Baba, tumekuja mbele zako kwa kuomba rehema. Tumia nafasi hii, unaweza kupiga magoti ukaomba rehema mbele za Mungu. Mwambie Mungu, ninaomba unirehemu. Mwambie Mungu, naomba unisamee, usijihesabie haki. Mwambie Mungu, naomba unitakase, nimekosea, mimi ni mwanadamu, ninaomba unisamee. Unanisikia ni mzazi. Biblia inasema kwamba Ayubu alikuwa anatoa sadaka ya ukombozi kwa watoto wake, akasema pengine watoto wangu wametenda dhambi bila mimi kujua. Na wewe unaweza kaomba msamaha mbele za Mungu kwa ajili ya familia yako. Unaweza kaomba msamaha mbele za Mungu kwa ajili ya mume wako, mke wako, watoto wako. Watoto mnaweza mkaombea wazazi msamaha, mkamwambia Mungu, tunaomba uwarehemu wazazi wetu. Ukasema Mungu, naomba usamee familia. Omba rehema, omba msamaha mbele za Mungu. Baba, tunaomba rehema, tunaomba utusamee Bwana. Biblia inasema kwamba ungamaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kuponywa. Baba, tunaomba rehema, tumeshuka mbele
zako. Tunaomba uturehemu, ni wenye dhambi, tumekukosea mengi, tumejikwaa katika mengi. Sisi ni wanadamu, hatujakamilika. Tunaomba rehema zako. Omba rehema pamoja nami. Tubu. Unajua ulichomkosea Mungu. Mwambie Mungu akusamehe. Mwambie Mungu akurehemu. Tubu. Simama, omba rehema. Simama kwenye nafasi yako, omba rehema. Omba rehema mbele za Bwana. Shuka kwa magoti, shuka kwa kuomboleza, shuka kwa kulia, shuka kwa kujutia. Mwambie Mungu naomba msamaha. Biblia anasema kwamba Mungu ni mwingi wa rehema, anaturehemu Bwana, anatusamehe Bwana. Anasema watu tulioitwa kwa jina lake tukiungama na kuacha mambo mabaya, yeye atatusamehe na kuponya maisha yetu. Bwana akusamehe sasa, Bwana akurehemu sasa, Bwana akutakase sasa. Amesema dhambi yako hataikumbuka tena. Amesema atakusamehe kabisa. Amesema atatuosha kabisa. Mwambie Yesu, tunaomba utakaso. Ita damu ya Yesu ikutakase kabisa, ikuoshe kabisa katika jina la Yesu. Baba, tunaomba usikumbuke maovu yetu. Tunatubu kwa ajili yetu. Wengine mna wajukuu zenu, waombeeni. Wengine mna watoto wenu, waombeeni. Unanisikia, una mtu fulani wa karibu yako, muombe rehema. Omba rehema kwa jina la Yesu. Baada ya kuomba rehema, mwalike Roho Mtakatifu sasa. Roho wa Mungu tunakualika. Roho wa Mungu, karibu tuhudumie. Tunajikabidhi kwako. Repasataramakataradaya kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, shuka Roho Mtakatifu. Tuko tayari Roho Mtakatifu. Jaa kwenye kinywa cha mtu huyo. Jaa ndani ya mtu huyo. Kwa jina la Yesu. Pokea Roho Mtakatifu. Uamsho wa Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu yuko juu yako sasa. Anakusaidia. Omba. Ukisikia kuomba kwa ndimi, ukisikia kuomba kwa lugha, ukisikia kusema kwa lugha, omba kwa lugha. Omba vile Roho anakuwezesha. Mwalike Roho Mtakatifu. Speak in tongues. Omba kwa jina la Yesu. Yuko Roho wa Mungu hapo. Anakusaidia kuomba kwako. Maana si hatujui kuomba vizuri. Kadhalika Roho nayo tusaidia udhaifu wetu, kwa kuwa hatujui kuomba vizuri. Wakati mwingine tunakosea. Roho Mtakatifu anatusahisha. Omba kwa Roho. Biblia inasema kwamba waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Mwambie Roho Mtakatifu, niko tayari kuomba. Tumia kinywa changu, tumia mawazo yangu, tumia fikra zangu, fahamu zangu katika jina la Yesu. Ingia katika ulimwengu wa roho sasa. Anza kufunga kila mipango ya giza. Ondoa kila mipango ya shetani. Fungua anga la maombi. Fungua anga la uwepo wa Mungu katika jina la Yesu. Ondoa kila uzito. Ewe pepo la uzito uliyekaa kwenye kinywa cha mtu huyu, toka cha kinywa chake. Toka cha wepesi wake kwa jina la Yesu. Tunafungua mbingu zifunguke, mbingu za maombi zifunguke, uwepo wa Bwana ushuke, nguvu za Mungu zishuke. Pokea nguvu za Mungu, pokea silaha za mbinguni, pokea uwepo wa Bwana. Kila mbingu tunaifungua, wakuu wa anga tunawapiga, tunaondoa kila uzito, kila nguvu ya giza inayozuia maombi, kila utesi wa kipepo unaozuia kuomba uondoke kwa jina la Yesu. Uzito wa kinywa, uzito wa mawazo, roho ya kupiga miayo, unakosa nguvu ya kuomba, unajisikia mchovu, unajisikia kuchoka, unajisikia usingizi, toka we pepo. Achia kinywa cha mtu huyu, mwachie mtu huyu aombe. Achia nafsi ya mtu huyu, mwachie mtumishi wa Mungu huyu, mwachie aombe sasa. Pokea uwepo wa Mungu, pokea nguvu ya Mungu. Connection ya maombi. Jiconnect sasa, anga liko wazi. Roho Mtakatifu yuko tayari, Roho wa Mungu yuko tayari, anga liko wazi, mbingu imefunguka, silaha za Bwana ziko pamoja nawe. Ingia sasa kwenye kuvamia kila falme za giza. Nenda kapige kila magonjwa, kapige kila uzito, kapige kila wachawi wanaoinuka. Tunawasambaratisha, tunawaharibu. Haribu kila nguvu za giza, haribu wakuu wao, haribu viringe vya giza, haribu mipango ya kuzimu, yale mandoto yanayoinukaga, ile roho ya magonjwa, ile roho ya uharibifu. Piga kila uharibifu. Wale maadui wanaokupiga vita, wanaopiga vita elimu yako, wanaopiga vita familia yako, wanaopiga vita nyumba ya familia, tunavunja, tunawapiga upofu. Kila adui anayesimama kukuletea uzito, kukuharibia mambo yako, kukamata uchumi, kukamata amani ya ndoa, kukamata amani ya familia, toka kwa jina la Yesu. Roho ya magiza, roho ya chuki, roho ya mapishano, roho ya ugomvi, tunakataa. Toka kwa jina la Yesu. Alibiwa we shetani, unayeleta vita, unayeleta wadudu, unayeleta vitisho, unayeleta hofu, unayeleta uharibifu.
toka katika jina la Yesu. Piga 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 piga. Kama unafanya biashara, unafanya kazi, nenda kwenye ofisi hiyo, komboa 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 malango, komboa kila kitu, komboa kila kitu. Achilia moto, achilia moto kila adui anainuka kwako. Tuma moto, tunatuma moto, tunatuma moto katika jina la Yesu. Natuma moto kila chochote kinachotumwa juu yako, natuma moto. Kata 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 kata, piga 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 vitu hivyo. Haribu sasa, haribu sasa, haribu sasa. Nenda huko, kawapige wakuu wa anga, kawapige wafalme wa giza, kawapige wachawi. Piga kila nguvu za giza, piga kila watesi wanaokuinukia. Moto kwa jina la Yesu. Tuma moto, tuma moto, tuma moto, tuma moto kwa huko. Tunatuma moto kwenye vilinge, tunatuma moto kwenye vibuyu, tunatuma moto huko kwenye miamba, huko kwenye mito, kwenye bahari. Ayo majini, ayo mapepo, vivyo vinyamkela, moto lipuka sasa. Lipua, lipua kwa maombi, 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 lipua, sambaratisha. Tuma moto, fyeka, fyeka kila uchawi, fyeka. Maana Biblia inasema kwamba ewe ulungu langu na silaha zangu za vita, kupitia wewe atayaponda mataifa. Piga 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 kwa mikono yako, sambaratisha. Tembea tembea, piga kwenye nyumba hiyo. Kama wametuma chochote, rudisha kwa waliokituma kwa jina la Yesu. Wametuma magonjwa kwenye nyumba hiyo, wametuma hofu, wamezuia uchumi, wamezuia amani, wamezuia watu wasipate kazi, wasipate ndoa, wasipate afya, wasipate majibu, wasiinuke kwenye familia, wasiinuke kwenye mambo yao. Na tamka kwa jina la Yesu, hapo hapo unaponisikia, tuma moto, rudisha mapigo hayo, rudisha malipizi hayo, back to the sender. Rudisha huko, rudisha huko, rudisha huko. Tunarudisha kwa aliyetuma kila mapigo, kila vilivyotuma kwako, vilivyotuma kwenye familia yako, vilivyotuma kwa watoto, vilivyotuma kwako, vilivyotuma kwa mke wako, kwa mme wako. Rudisha huko, rudisha huko. Yoyote anayefuatilia familia, anayevamia familia, awe ni mwanadamu, awe ni mchawi, awe ni vinyamkela, tunarudisha huko. Piga 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 piga, sambaratisha, sambaratisha mandoto yao, vitisho vyao, toka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Yes, nasikia uwepo wa Mungu. Endelea kuomba, 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 endelea kuomba. Repasata rabababababa. Teka anga sasa, kamata anga, kamata anga, kamata anga, kamata anga. Liambie anga, kamata anga, kamata anga. Teka anga hilo, teka anga hilo, teka kila ambacho walikuwa wamekiharibu. Teka, kiteke, sema kinakuwa cha kwangu. Kila kilichoibiwa kirejeshe, kila kilichochukuliwa kirejeshe. Teka anga, teka anga lote, likamate, likamate. Baada ya kumpiga yule muovu, baada ya kumpiga yule adui, teka vitu vyote, teka mateka, teka mateka afya, teka mateka elimu, teka mateka amani, teka mateka, rejesha kwa jina la Yesu. Rudisha baraka zako, rudisha kila kilichoibwa, kilicholiwa na madumadu na nzige na palali na tunutu. Tunarudisha, tunarejesha katika jina la Yesu. Rudisha vitu vyako, rudisha amani yako, rudisha uchumi wako, rudisha vitu vyako vilivyoibiwa, vilivyochukuliwa kwa nguvu za giza za siri. Tunarudisha kwa jina la Yesu, tunarudisha kwa jina la Yesu, tunarudisha kwa jina la Yesu, tunarudisha kwa jina la Yesu. Chukua nafasi sasa, anzeni kuombeana, ombeaneni. Kama mnaweza kushikana mikono, shikaneni mikono sasa. Na kama mtu mmoja amezama, mwacheni. Endelea sasa, endelea kuombeana. Ombea, 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 ombea. Wewe ni mzazi, una watoto wako, waombee. Wewe ni mke, una mume wako, muombee. Mnaweza mkashikana mikono, mume una mke wako, muombee. Watoto ni wa familia, mupo, ombeaneni, ombeaneni, bebeaneni mizigo. Kila mmoja anajua mtumishi wa huyu na huyu anahitaji kitu gani. Muombee sasa, muombee sasa. Mungu, tunaomba kutana mahitaji ya mtu huyu. Baba, naomba umsaidie, naomba umjibu. Muombee, muinue mbele za Bwana, inua mahitaji yake. Mwambie Mungu, naomba usikie kila anachokihitaji, umsaidie. Na kama kuna mtu anaumwa, mwekeni mikono, muombeeni. Mwambie Baba, tunatamka uzima, tunatamka uponyaji kwake, tunatamka uzima kwake katika jina la Yesu. Ombea hata ndugu zako wengine wako mbali, waombee sasa, waombee sasa, waombee sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baada ya kuombeana, mnaweza mkaombea sasa watu wengine huku mnaendelea kuombeana. Kuna ndugu wako mbali, kuna wengine ni wagonjwa kwa hospitalini, waombee. Wengine wamefungwa kwenye magereza kwa kesi za kusingiziwa, wengine hawajapata chakula siku ya leo, wengine wako kwa wakati huu wanapitia nyakati ngumu, wanapitia mateso makali. Waombeeni. Una ndugu, una watu ambao wako mbali na wewe, waombee. Tuma nguvu za Mungu, tuma ulinzi. Mna ndugu yenu kwenye familia, ombeeni kwa ajili yake. Muombeeni sasa, muombeeni sasa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Endelea kuomba kwa kadiri Roho Mtakatifu anavyokusaidia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baada ya kuombeana, unaweza kaingia sasa kwenye kuzingira
Weka ulinzi, zingira pande zote, kona zote. Kama kuna maji, mnaweza mkaombea maji hayo, mkaanza kunyunyiza, mkaweka ulinzi kwenye nyumba, kwenye mipaka, kwenye vyumba, kwenye kitanda. Tunaachilia ulinzi. Weka ulinzi kwenye ile biashara yako, kwenye ofisi yako, kwenye kampuni yako, kwenye kiti chako, kwenye biashara zako, kwenye familia, kwenye chochote kile. Ulinzi wa nguvu za Mungu, maana imeandikwa, nanyi mnalindwa kwa nguvu za Mungu. Achilia nguvu za Mungu za ulinzi katika jina la Yesu. Baada ya kuweka ulinzi, mshukuru Mungu sasa. Mshukuru Mungu kwa kadiri Roho Mtakatifu anavyokuongoza. Na wale wengine ambao mnaendelea kuomba, endelea kuomba kwa kadiri Roho wa Mungu anavyokusukuma. Usiishie hapa ambapo mimi naishia. Mimi naishia hapa kwa sababu ya urefu wa mahubiri, ili waweze kuwafikia wengi. Mungu akubariki, akutendee mema. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Ubarikiwe, endelea kuomba. Ikiwa unaendelea kufunguliwa, unaweza kujiconnect na maombi haya na kujiunganisha kwa sadaka ya hiari. Unaweza kuachilia sadaka ya hiari kwa ajili ya ibada ili ukaendelea nyumbani kwako, na Mungu atakutana sadaka yenu ambayo mmeikusanya pamoja. Mungu awabariki. Mungu aendelee kuwahudumia na kuwafungua. Unatamani kuendelea kunipa ushuhuda nini Mungu ametenda? Karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Mitandao ya kijamii andika Maombi ni Dawa. Barikiwe. Mungu awatendee na awajibu sawa na haja za mioyo yenu. Nguvu za Mungu ziko pamoja nanyi kwa jina la Yesu. Amen.